za asubuhi baby. Mapema ikifika asubuhi baby, yani nimeamka mapema, nitakutumia na V1s kama Moko Genius kwenye wange la nguvu kabisa kutoka kwa Moko Genius, moja kati ya watu ambao nasemaga ni real genius kwenye hii game ambao tumebahatika kuwa nao, kwa sababu kwenye muziki vitu anavyovifanya mwanzilishi ama muasisi wa Kompa ana deserve kuitwa King of Kompa Tanzania. Kila unaposikia beat za Kompa, unaposikia Kompa Thines, una feel kulitaja jina la Moko, unaiona picha ya Moko Genius na vitu kama hivyo. Amekuja na wange, alikuja kuintroduce hapa Ujenjani HQ kwenye 2DJs Night Live, na leo imedondoka kwenye Hot Zone kabisa kama ngoma ya kwanza. Ubunifu, uwezo mkubwa wa kuandika mashairi, mapenzi yanazungumzwa kwa engo tofauti na Moko Genius. Ashazungumza kwenye engo akiwa ameumia, amezungumza kwenye engo akiwa anamtaka sana mtoto wa mtu, na endelea kuzungumza mapenzi kwenye engo ya kwamba oya, moyo wangu umeukamata uko kwa ajili yako. Moko Genius mkali wa hizi kazi, na tunavifanya hivi ni genius kwenye hii game, ukianzia kwenye production mpaka kwenye kututengenezea product hizi. Kama mwanamuziki pia ni noma, ana deserve kupewa support yako, ana deserve kuendelea kuwa na shabiki mkali kama wewe ambao wago unamshabikia big time every day kupitia mitandao ya kijamii, pia kupitia digital platforms zake zote ambazo anaweka muziki wake. Kazi yako moja tu ni kwenda kupakua na kuenjoy unyama kama huu. Wange ndo project mpya kwake Moko Genius. Okay, kama msanii so una nafasi ya kurequest magoma yake makali kila siku unavyoona Hot Zone, kila unavyoona show kali za Ujenjani, popote pale unapotazama sehemu ambapo tunapendekeza muziki, make sure unaichagua Wange na kwa ajili yako. Hot Zone tumeipitisha, King of Gen Z pia nimeipokea, nimeipitisha mazima, nimekuletea mwanangu mwana Hot Zone. Unyama ni mwingi sana. Achana huyu Genius, huyu si ni Moko Genius. Mimi naitwa Eli5. 5 ongeza 1 ni 6. 5 plus 1 is 6. And guess what? I got DJ 6, ladies and gentlemen. My brother. Unyama 6 kilo tunapokutana unakuwa mpana kaka. Nini siri ya mafanikio bro? Hamna si yote ndugu yangu. Tunapambana, tumaisha magumu. Au kula kwa bidii. Maji mengi. Sana 6. Haujatokea kwenye Hot Zone kwa kipindi fulani hapa pia, kwa sababu pia tuko tunawapa nafasi vijana wengine, lakini pia natamani kwako ulikuwa unaicheki kwenye picha gani na nini utofauti usipokuwa kwenye Hot Zone na ukiwepo? Utofauti ya iseni mkubwa sana, kwa sababu tuseme wakati Hot Zone inaanza na mimi naweza nikasema ni wale madj wa mwanzo sana kwenye Hot Zone. Sure. Lakini sasa hivi imepanuka kiasi kwamba yani a lot of DJs wanatamani kuja hapa, madj wengi sana wakubwa. Last time nilimuona DJ Mafuvu, nikasema hii Hot Zone sasa imekuwa penyewe yani. Kama mabro na nini wana support ni kitu kizuri yani actually. Kwa yani mimi mwenyewe yani inafikia hatua unasema ngoja leo niende Hot Zone, unaambiwa bro hapa tuna booking kama za wiki 6 hivi, pako full wiki 6. Unaanza mbona tulianza, lakini ile sema sasa hivi hadi unapigiwa simu wiki nzima huko, wiki nzima unaambiwa njoo huko kila siku, lakini sasa hivi kuipata nafasi ni shida. Kwa hiyo ni game imekuwa na watu wanapenda, ma DJ wanaona kabisa ni kitu kizuri. Sure. Platform moja kubwa sana kwa hapa Tanzania. Na tunasema unatoka Bongo, kwa Bongo hapa ni platform moja kubwa mno Hot Zone. Big time. Ukisema kuna siku nilikuwa naongea na mtu hapa nikamwambia hivi Hot Zone tunataka tuanze kutoa maoa au zawadi au tuzo ikitokea au plaque za washikaji ambao wamehakikisha mzigo umekuwepo. Nikasema 6 pia ana deserve, kwa sababu kuna time mlikuwa mnafanya kazi kama spare, unaelewa, wewe pia Fazox na ma DJ wengine, kuna time napigiwa simu, tunafanyaje mwanangu, bado hatujapata DJ, tunafanyaje? So lengo lilikuwa ni kuonyesha kwamba tunatakiwa kuwa na platform ambapo DJs tukawa tunapiga story kila siku, tukaenjoy muziki mkali, lakini pia tukaongea mambo mengi yanayohusu tasnia ya DJing. Kama unavyosema ni platform kubwa, dude kubwa sana, kwa sababu hakikuwahi kutokea kipindi kama hiki ambacho kina discuss vitu ambavyo ni kwa maslahi ya DJs na industry entertainment kwa ujumla. Hongera pia. Hivi 6 DJ ulioniambia ulijifunza au ulizaliwa unakuwa DJ tu, au ulijifunza mtaani, ulisoma chuo na vitu kama
Hapana, by the way mimi hata nilichokisomea kwa sababu hata nafika chuo kuna mpaka namaliza kuna walimu walikuwa wanajua mimi nasomea music. Okay. Lakini nikamwambia mimi nasomea music, mimi nasoma theater. Watu wanashangaa, kwa nini usome music na DJ ndo ina uhusiano mkubwa? Nikamwambia hapana, ni kitu tu ambacho nilikuwa nakifanya tangu huko unaruka home unaenda unapiga mkubwa ataki na nini, unaforce mazingira. Mwisho wa siku kufika mjini nikaona mbona hichi kitu ndo kama chenyewe, ngoja nifanye. Nijaribu kufanya nione, kujaribu kikaita vitu vinafanyika, vitu vinaenda. Sasa unajua kwa nini nikuuliza hivyo? Waga najiuliza hivi, kuna ulazima wa DJ kwenda kusomea DJ? Yaani kuna maana gani DJ kwenda chuo kusomea DJ? Of course upo mkubwa sana. Ndio maana yani mtu aliyosoma na mtu ambaye hajasoma wako tofauti. Kwa nini tunaenda kusomea udj? Udj ni hesabu. Yani hesabu kugawanya, tunasema magazi yuto inafanya kwa asilimia kubwa sana kwenye DJing. Kwa hiyo ni kitu kimoja kikubwa sana kama hujasoma, na ndio maana unaona sasa hivi kuna vituo vingi sana vya ma DJ ya academies, watu wanafundishwa BPM hii, ukitoa na hii ukigawanya hii unaweza kaingiza hivi. Wajifunza hivyo? Of course, ni hesabu kabisa, calculation. Tena ukienda sisi hapa kwetu Bongo bado. Kenya hapo ndo wanafanya sana, ni mtu anashika daftari kabisa anagawanya na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni hesabu kabisa. 130 unagawanya kwa ngapi upate ngapi ili uingize, kwa hiyo unaangalia, ukishajumlisha pale unakuja kujua kumbe nyimbo hii nikiweka inaenda. Aliwahi kunambia kitu kinacho relate na hicho DJ Wolves nadhani ashakisema na watu wakamjia juu sana. Aliongea kitu kama hii kwa watu wakasema like yo mna complicate mambo kwa sababu DJ hauko kama hivyo mnavyowaza. DJ mtu unazaliwa unakutana na PC, unaweza kupiga kwenye PC, ukija baadaye unakuja kuapply tu kwenye turntable and then unapiga. Mna complicate mambo kwenda darasani sio kujisoma BPM. BPM ni zile, andika 130 tuondoke hapo. Mna complicate mambo. Hapana, DJ is art. Yani ni art, ni ile sanaa, tuseme ni sanaa, ni kazi ya sanaa kama sanaa zingine. Ndio watu wanasema kwamba ni kama mimi nimezaliwa naweza kuimba. Haimaanishi kwamba nisipoingia darasani sitajua kuimba. Hapana, kwa sababu tunasema kuna zile rules and regulation, afu pia kuna zile art. Sasa inabidi uelekezwe, ufanye mazoezi, kuna muda ufanye hivi pitch ipande. Unaweza kuwa unajua kuimba lakini kuna sehemu juu hapa unapanda, hapa unashuka, hapa unafanya. Kwa hiyo lazima uingie darasani uelekezwe, hapo utafanya hivi, hapa fanya hivi. Yani ni step kwa step. Ndio maana unakuta kuna sasa tunaenda mbali zaidi, ndo wale watu ambao walifanya zamani, yani tayari kitu kishakaa, ndo unakuta sasa hivi ndo kama ma professional tunachukulia, ndo anaweza kufundisha kama kina JRB au Mafuvu, anakuelekeza, anafanya ma scratch madude kibao. Sasa yale tu pale uwezo ukafanya tu hivi from nowhere. Hata kama umezaliwa kuwa DJ. Yes. Yani hata kama umezaliwa lazima utahitaji some knowledge uongeze. Na ndio maana hata wewe hapo ulipo, kwa nini mapresenter wanakuwepo? Mapresenter wako wengi, si ndio? Lakini lazima itakubidi uende kidogo shule ukachukue kitu, kisha chukua kitu na unakuja mbele za watu sasa unasema mimi ni mtu fulani. Unajua do and don'ts, unajua do and don'ts, pia una polish ile art ambayo umezaliwa nayo unahisi unaweza kuifanya. Yes, of course. Na ndio maana mimi nitakupa kitu kimoja, DJ ambaye yani so DJ tu, mtu ambaye amesoma yuko tofauti sana na mtu ambaye hajasoma. Yani hata ukiangalia tu mienendo yao, kuna some vitu ambavyo utakuwa unaona huyu mbona kitu fulani ana, huyu mbona kitu fulani ana. Kwa sababu moja, watu wengi wanaamini kwanza DJ lazima unywe pombe. DJ lazima uone kilevi chochote. Yani wewe ndio DJ. Wewe muuni. Tabia za kimalaya. Mbona lakini sasa kumbe sio kweli. Na ndio maana tukaita kuna sehemu lazima upite sehemu uelekezwe vitu. Usifanye kitu fulani, usifanye kitu fulani kibaya, avoid hivi, pita hivi, fanya hivi. Ndio vitu kama hivyo. Academy zipo zinatufundisha manners na vitu kama hivyo. Yes. Asante sana. Of course leo mwanangu mnaona kama na huzuni sana tasnia ya DJing tumepata msiba. Unajua inaumiza kuona vijana ambao tuko tunapambana kwa pamoja kuhakikisha tunaifikia safari ya mafanikio. Kuna wengine wanafanya hii kazi wakiwa wanatarajia kwamba familia, ndugu, jamaa na marafiki wanakuwa wanategemea kwenye kile kidogo wanachokipata, lakini pia watu walikuwa na ndoto kubwa. We never know. DJ WhatsApp craze
rest in peace bro. Rest in peace, pumzika kwa amani. Na tumepokea taarifa ya kifo chake leo, na DJ Facebook pia ameshare hichi kitu, na nikasema tupe jambo imekuwaje, mwanetu alipata ajali na vitu kama hivyo. Facebook huyu hapa anafunguka na kutupa utaratibu mzima ukoje na vitu vinaendeleaje hapo. Kwa majina naitwa DJ Facebook, matumizi bila bando. Niko hapa kutangaza kifo cha ndugu yangu, my brother, kaka yangu, mwanatasnia mwenzangu maarufu kama DJ WhatsApp. DJ WhatsApp alipata ajali tarehe 26 mwezi wa 12 Mbeya, wilaya Mbalali, na tukafanikiwa kumpeleka hospitali ya rufaa Mbeya. Mambo ya kuenda sawa, tukamhamisha mpaka kwenye hospitali ya Ikonda mkoani Njombe, na amefariki tarehe ya leo, siku ya leo tarehe 31 mwezi wa 3 2026 2026. Siku ya leo ni ngumu kwangu, ngumu kwa wanatasnia wote wa DJ, ngumu kwa wapendwa wote wa bwana DJ WhatsApp. Hivyo msiba wake upo Mafinga, mkoa wa Iringa. Tunamzika Mafinga, ndiko alikozaliwa, na atazikwa tarehe 2 mwezi wa 4 Aprili, ndo tutamzika huko. Asanteni. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Jina lake lihimidiwe. Bwana ametoa, Bwana ametoa, au sio? Tusikitike kwa sekunde chache. Tulie kimya. Nadhani inatosha kaka. Popote ulipo kamanda, rest in peace. Sisi tunajivunia wewe. Mchango wako kwenye tasnia ya DJing ni mkubwa, na tunaamini pia ungekuwepo, ungekuwa umeisogeza kwa sehemu career yako ulikuwa unatamani ifike. Lakini pia tunaamini ambao tumebakia tutafanya mengi makubwa kwa ajili yako, so rest in peace. Ulikuwa unapenda sana kuvibe, kucheza, kupita kwenye page yako pale unakutana na maclip, uko na vibe, unacheza, unawafanya watu wafurahi. So hatutaki tena kusikitika, kwa sababu miezi yote ambapo unaumwa tulikuwa tukisikitika sana, tukukupa pole. Naomba tusherehekee maisha yako kama hivi. Let's go DJ 6. We out here. Peace, 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 peace now. Unamjua 6 wewe? Tabia zake pumbavu. Mimi naitwa Elitano, ndo jina langu, King of Jinzini. Kuna DJ 6 5 na 6 leo, namba zimepangana vile. Vipi mambo, vipi? Unajisikiaje kufika leo kwenye meza Hot Zone? Kapresha kameshuka. Kapresha? I'm so excited yani. Ulikuwa na kapresha fulani eh? Nilikuwa na kapresha fulani kwa muda mrefu, so unajua. Ila I'm excited, nimeenjoy. I hope people pia enjoy good music. So sisi tumeenjoy, kuna madanso hapo, ma reggaeton, magengeton pia umetupigia. Yes. Tumeenjoy big time, si ndio? Hivi ndio tunafanyaga tukutaka kwenye meza Hot Zone, kwa sababu tunakuletea ma DJ tofauti, unaenjoy tofauti, unaenjoy ladha tofauti, si ndio? Una lolote la kuambia unatazama show saa hii? Nadhani achana na wanaotazama tu show. Kuna ma DJ wengi sana sasa hivi wamekaa kwenye TV, wamekaa kwenye simu zao, wanatazama show. Kuna message yote unahitaji wafikishie saa hii? Ambacho of course nataka kusema tu, tuzidi kupambana guys. Tupambane. Sure. Yes. Tupambane. Sio kitu rahisi, tupambane tu. Mdogo ni mchache, natamani kuuliza kupambana maana yake nini? Ni kupambana. Tupambane mpaka mapambano yapambanike, au sio? Yaani tupambane mpaka tupambiane. Kazi ifanyike azee, au sio? Michongo ifanyike, vitu vifanyike, kazi ifanyike afu zilipe. Ukiona
let pesa basa i make sense. Falid Kubanda ndo anasema hivyo. Siingi kushoto wala kulia magari kwa sababu mimi ndo namaliza show sahihi. Tutane kesho kwenye show kali zingine. Goodbye. Nyuma kamera ni Switcher Rujabu. Nyuma kamera ni First Radio Ujenjani Mwanike. Unyewe pia unazingatia kwa sababu sound ina sound, kwa sababu Nehemia yuko nyuma ya sound hapo, si nyuma ya speaker sasa. Lakini mkali wa hizi kazi magari ndo producer wa show. Ananiambia nisogee kulia kushoto wakati mimi sijisikii. Basi mimi nasogea hivi nasema good night.